Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Leo tarehe 31 ya mwezi wa 10, siku ya mwisho wa mwezi wa 10. Nikukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba toka Wedita Ministries. Mada tulionayo kuanzia jana na siku nyingi zijazo mbele, kama nilivyokuambia, funguo za kukusaidia kufungua hazina za mbinguni ili uishi maisha utoshelevu hapa duniani. Unahitaji hazina za mbinguni zikufungukie. Jana nilikuwa nakuonyesha muunganiko wa mnyororo wa sala ya Bwana kutoka Mathayo 6:10 hadi 11. Na nikasema yako mambo mazuri mbinguni, lakini Mungu amekusudia hayo tuyapate hapa duniani, na ikiwemo jambo la kiuchumi. Ndio maana tufundisha kuomba mapenzi yake yatimizwe hapa duniani kama mbinguni, halafu tupate utoshelevu wa kiuchumi, mstari wa 11. Katika utangulizi wangu leo nataka nikuonyeshe jambo la pili, ya kwamba ziko hazina ambazo chanzo chake ni mbinguni, na unahitaji funguo ya kufungua ili uweze kuaccess hizo hazina. Na ujue mbingu ni makao ya Mungu, kiti cha enzi cha Mungu kiliko, kwa ni makao makuu ya Mungu, ni chanzo cha baraka zote ambazo mwanadamu anazihitaji. Hapa nitakuonyesha ziko baraka katika maeneo 4 au 3 makubwa tuseme, katika mbingu, katika nchi ambayo ni ardhi, na chini ya nchi, na zote chanzo chake kikubwa ni mbingu. Mbingu zikikufunukia umepata kitu kikubwa sana. Kumbukumbu sura 28 mstari wa 12, Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 mstari wa 12. Ukisoma kuanzia mstari wa kwanza, baraka nyingi ambazo Mungu ameahidi kwa wale wanaomtii na kuzishika sheria zake. Mstari wa 12 Biblia inasema pamoja au mojawapo ya hizo baraka, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu. Kwa hiyo mbingu ni hazina nzuri ya Mungu. Kufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu. Na anasema atafanya hivyo kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kukubariki kazi yote ya mikono yako, nawe utakopesha mataifa mengi wala utakopa. Unaona baraka kama 3 kubwa ambazo zote ni mafanikio ya uchumi. Mvua kwa wakati, maana yake utapata mazao yako yatakomaa vizuri, utavuna kwa wakati. Kazi ya mikono yako yote itabarikiwa, unafanya biashara itabarikiwa. Utakopesha mataifa, maana utakuwa na utoshelevu wala wewe utakopa. Inatoka wapi? Kwenye mbingu, hazina nzuri ya Mungu ambayo ni mbingu. Na hapa anasema inahitaji kufunuliwa. Maandiko mengine yanasema kufunguliwa. Unahitaji kufunguliwa, unahitaji ufunguo kujua kwamba ziko hazina za mbinguni. Ayubu sura ya 38 mstari wa 33, naye anatuambia mbingu ina amri zilizoamliwa. Ziko amri ambazo zimeamliwa mbingu, unahitaji kuzijua na kuzitumia duniani ili uweze kufanikiwa kiuchumi. Ayubu 38:33, je, wazijua amri zilizoamliwa mbingu? Wazijua amri zilizoamliwa mbingu. Kuna amri, ordinances, ambazo mbingu zimeamliwa, na Biblia inasema ukishazijua unatakiwa kuyathibitisha mamlaka. Hizo amri zina mamlaka, zina nguvu yake juu ya dunia, maana yake uzitumie zikufanikishe duniani. Ziko wapi? Kwenye mbingu. Kwa hiyo mbingu ina ordinances, ina amri ambazo imepewa. Unahitaji ufunguo wa kujua namna ya kufungua hizo amri za mbingu ili zikufanikishe. Angalia, Biblia inasema kwenye Mwanzo sura ya 49, Mwanzo sura ya 49 mstari ule wa 22 hadi 26, baraka ya mzee ya Yakobo kwa watoto wake. Na Biblia inatuambia pale kuliko baraka za maeneo mengi, sawa sawa na yale maeneo ambayo mwanadamu amepewa kutawala. Lakini 22 kitabu cha Mwanzo, Yusufu ni mti mchanga wenye kuzaa, mti mchanga wenye kuzaa karibu na chemchemi, matu yake yametanda ukutani. Piga mishale walimtenda machungu, wakamtupia wakamudhi, lakini upinde wake ukakaa imara, mikono yake ikapata nguvu kwa mikono ya mwenye enzi wa Yakobo. Kwa jina la mchungaji, yeye jiwe la Israeli. Kalia mstari wa 25, naam, kwa Mungu wa baba yako atakayekusaidia. Nataja mibaraka iliyoachiliwa, kwa mibaraka ya mbinguni juu. Unaona iko hazina iko juu mbinguni, yako mafanikio yako juu mbinguni, uko heri chanzo chake ni juu mbinguni. Mibaraka ya virindi vilivyo chini, kuna mibaraka, kuna hazina ambazo ziko chini, na mibaraka ya maziwa na mimba duniani
wanyonyeshao, watungishao mimba wako duniani. Alafu chanzo, mibaraka ya baba yako imepita mibaraka ya milima ya kale, vitu vinavyotamanika vya milima vya milele na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake aliye mkuu kati ya ndugu zake. Unaona, baraka juu mbinguni, baraka chini vilindini, baraka hapa duniani kwenye nchi kwa maziwa na mimba, na hilo liko wazi. Kumbukumbu 28:12 ambayo tumeisoma, fundulia hazina yake nzuri nayo ni mbingu. Malaki sura ya 3 mstari wa 10 na kuendelea. Tunavomjaribu Bwana kwa fungu la 10, muone kama atawafungulia madirisha ya mbinguni. Ziko baraka mbinguni ili tuweze kuwa na baraka tele, hata tuna nafasi ya kutosha kuweka. Ziko baraka za mbinguni. Ukisoma vitabu kama Kumbukumbu la Torati 28:23, Mambo ya Walawi 26:19, kama hatufanyi vizuri, Mungu anafunga mbingu, zinakuwa kama shaba au kama chuma na hazitupi mafanikio. Kwa hiyo ziko baraka za mbinguni na unahitaji ufunguo ili kuzi access. Zaburi ya 24 mstari wa 1, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Kwa hiyo kuna vitu vimejaza nchi vya baraka za duniani. Zaburi ya 115 mstari wa 16, vyote amewapa wanadamu. Kwa hiyo unahitaji kujua kuna baraka za hapa kwenye nchi. Hizo ni muhimu sana. Vilindini chini viko vitu vimewekwa kufanikisha, iko hazina imewekwa. Isaya 45 mstari wa 1 hadi wa 3, kuna hazina ambazo zimewekwa mahali pasiri gizani, na Biblia inasema Mungu atavunja mageti, atavunja mapingo ya chuma ili kukupatia hizo hazina chini vilindini. Ayubu 20:15, kwenye tumbo la nchi kuna vitu vimemezwa ambavyo ni kwa ajili ya mafanikio yako. Na hapo kwenye Ayubu 20:15 Mungu anasema atavitapisha hiyo ardhi vitoe, tena anasema Mungu atavitapisha tena ili upate hayo mali ambayo imemezwa kwenye tumbo la ardhi, viko chini kuzimu. Kwa hiyo una hazina juu mbinguni, una hazina nchini, una hazina chini kuzimu. Na ndio maeneo matatu makubwa ya kiutawala ambayo Mungu amempa mwanadamu, kama ambavyo tumejifunza vipindi vya nyuma. Jambo la msingi sana, unahitaji ufunguo. Moja ya kitu Yesu alifanya, Mathayo 16:18-19, alienda chini akamnyang'anya Ibilisi funguo, akatupa ufunguo. Lote tutakalofunga duniani limefungwa mbinguni, lote tutakalofungulia duniani limefunguliwa mbinguni. Kwa hiyo chanzo ni mbinguni na destiny ni mbinguni. Unahitaji mbingu zifunguke ili baraka zote ziwe sehemu yako. Mungu akubariki sana. Kesho tutaendelea na utangulizi huu, kabla sija kuanza kusema na wewe funguo zenyewe za kusaidia kufanikiwa kiuchumi. Uwe na siku njema. Amen.